Katika dunia ya leo watu wengi wanahangaika sana ni namna gani ambayo anaweza kumfanya mpenzi wake au atumie njia gani ili mpenzi wake ampende zaidi. Sasa leo nitakupa mbinu za kisayansi ambazo zimefanywa utafiti na zikaonekana zinafanya kazi kwa 100%. Na ukizitumia utaona matokeo mazuri zaidi. Achana masuala ya kwenda kutafuta dawa au kutafuta ushauri ambao hauna uhalisia. Tumia mbinu hizi za sayansi na utaona mpenzi wako akikupenda kwa nguvu zaidi. Sasa leo nitakupa mbinu 5 za kisayansi ambazo zinaweza kumfanya mwanamke akupenda zaidi, kwa wewe mwanaume ambaye unahangaika zaidi kumshawishi mwanamke akupende. Na ukizitumia vizuri unaweza kuleta mvuto zaidi kwenye mahusiano. Lakini angalizo, usitumie kwa lengo baya. Lengo liwe kuongeza mvuto wa mahusiano yawe bora. Karibu sana tujifunze katika somo hili, lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza ni kutumia kanuni ya propinquity, yani ukaribu na mazoea. Sasa hii kanuni inafanya kazi hivi. Unajua si binadamu mara nyingi inakuwa ni rahisi zaidi sasa kwa wanawake kutengeneza mahusiano na mtu ambaye yuko kwenye mazingira ambayo ameshayazoea. Ni ngumu zaidi mwanamke kutengeneza mahusiano na mtu ambaye hamjui kabisa au hajui tabia zake. So hii mbinu inaweza kukusaidia kutengeneza mahusiano na kuleta mvuto zaidi kwa mwanamke unayempenda, kwa sababu inatokana na saikolojia kwamba mwanamke sio rahisi kuanzisha mahusiano na mtu ambaye hamjui kabisa na hajui tabia zake. Sasa jinsi ya kuitumia kanuni hii kwa ufasaha zaidi ili kuletea matokeo mazuri. Jambo la kwanza kabisa, tumia mbinu ya male exposure effect, yani mazoea huleta vivutio. Unajua mara nyingi hii kanuni ya male exposure effect ni ile hali ya wewe kuonekana kwa yule mtu ambaye amekuvutia. Unajua kama nilivyosema kiuhalisia, ukiwa unaonana na mtu inakuwa ni rahisi kutengeneza mahusiano kuliko yule mtu ambaye hamjui kabisa. Lakini kuwa makini usitengeneze hii male exposure effect kazidi zaidi, kwa sababu itakuwa kero, tunaita stalking. Kuna ukaribu mkubwa zaidi kati ya kero na kuonekana. Mara nyingi njia nzuri ndio usionekane masaa 24, hata mara 2 kwa siku inatosha kutengeneza hii male exposure effect. Lakini jambo la pili ni ukaribu wa mazingira. Sio lazima muishi sehemu moja, inaweza kuwa mazingira ya kazi au jimu au sehemu ya burudani ambapo mnaweza mkawa mnakutana mara kwa mara. Kile kitendo cha kukutana inatengeneza ukaribu, na huo ndio unatengeneza ule uhusiano wa yeye kufahamu, kwa sababu unajua si binadamu huwa kuna sehemu ambayo inakuwa kama ni hali ya kujilinda. Sasa mtu akiwa anakujua na kufahamu anapunguza ile hali ya kujilinda na kuona kama wewe ni mtu ambaye anakufahamu vizuri. Mara nyingi binadamu sisi tunapenda kuhusiana na watu ambao tunawafahamu, lakini ni ngumu sana kuhusiana na watu ambao hatufahamiani nao. Kwa unapotengeneza ukaribu ule, unatengeneza mazingira ya kutengeneza hali ya kufahamiana, yani familiarity, na inakuwa rahisi kutengeneza mahusiano. Sasa jinsi ya kuitumia kanuni hii bila kuwa kero, yani stalking. Unajua kuna ukaribu mkubwa zaidi kati ya hii mbinu ya propinquity na kumfanya mtu akuone wewe kuwa ni kero. Sasa jinsi ya kuitumia mbinu hii ili usionekane kuwa kero. Jambo la kwanza kabisa, usionekane masaa 24. Ili kutengeneza mbinu hii fanya kazi mara 2 tu kwa siku inatosha. Onana na mtu labda inaweza kuwa asubuhi na jioni, lakini pia muache kwa tabasamu nzuri, na mnapokuwa mmeonana tengeneza mazingira ya yeye kujisikia vizuri. Sasa njia nyingine, jitahidi isiwe kama ya kuboa, yani kama unamfuatilia, iwe kama surprise. Sio kwamba kila sehemu anapopita mnakutana ile itaboa na itatengeneza kero. Kwa hiyo mara nyingi tengeneza hiyo mazingira kama surprise, yani sio kwamba mara kwa mara, hiyo kama yani imetokea tu ghafla mmeonana, hiyo inatengeneza mvuto zaidi. Sasa unajua kanuni hii ya propinquity ni nzuri zaidi pale mwanzoni unapotengeneza mahusiano, lakini ukishaona sasa mmeshatengeneza mahusiano mazuri na mmeshaanza kukubaliana na mmeshaanza kuwa karibu, lazima utumie kanuni ya uhaba, tunaita scarcity, ili kuamsha shauku na upendo uwe mzuri zaidi, ili aanze kukumbuka. Kwa sababu unajua watu wengi wanakosea, akishatengeneza ukaribu na mahusiano mazuri anaanza kuonekana tena zaidi. Sasa hiyo itapoteza mvuto. Kwa hiyo inatakiwa ukishatengeneza mahusiano mazuri unatumia mbinu ya scarcity, ya uhaba, ili kutengeneza shauku ya yeye sasa kuanza kutafuta na kuongeza mvuto wa mapenzi na mahusiano yawe na mvuto zaidi. Sasa mbinu ya pili ni kuchochea homoni ya oxytocin. Sasa kuna homoni ambayo mara nyingi huwa inazalishwa pale ambapo watu wanapokuwa karibu, na hii homoni ni muhimu zaidi kwa sababu ndio inatengeneza uaminifu na upendo katika mahusiano. Sasa hii homoni kwa lugha nyingine inaitwa cuddle hormone au
bonding hormone. So homoni hii ni muhimu zaidi kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano yoyote bila uaminifu na upendo hayawezi kudumu. Sasa kuna njia za kisayansi ambazo zinaweza kuchochea uzalishaji wa homoni ili kuimarisha mahusiano na huyo mtu ambaye wewe unampenda. Jambo la kwanza kabisa ni mazungumzo ya vulnerability, yani kujifunua. Unajua maongezi yale ya juu tu ya kawaida huwa mara nyingi hayazalishi homoni ya oxytocin ambayo ni homoni ya upendo na uaminifu, bonding hormone. Mazungumzo ambayo yanamfanya mtu ajielezee zaidi ndio waga yanafanya mtu anazalisha homoni ya oxytocin. Unajua mwanamke unapomfanya aanze kujielezea zaidi, anahisi kwamba anaeleweka na kuaminika. So hapo atazalisha homoni ya oxytocin na hiyo itatengeneza muunganiko na upendo na wewe. Sasa njia nzuri, achana na ile maswali ya juu. Muulize mtu, leo unajisikiaje? Au leo siku yako imekuaje? Mfanye mtu ajielezee zaidi. Anapoanza kuelezea, manake hapo inakuwa inaonyesha kwamba wewe unamthamini na kumuelewa. Na mara nyingi unajua asilimia kubwa watu wengi sio rahisi mtu kuanza kuelezea mambo yake. Sasa ukiona mtu mpaka anaanza kujifunua kwako anajielezea, maana yake ni hisia ya mtu kuona kwamba wewe unamwamini na unamthamini. Sasa jambo la pili ni mguso wa heshima, tunaita non sexual touch. Unajua kisayansi imekuja kufanyiwa tafiti, unapomkumbatia mtu, lakini jitahidi sana liwe kumbatio la kawaida la heshima, unampunguzia mtu msongo wa mawazo, unapunguza ile kemikali ambayo inazalishwa pale mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, inaitwa cortisol, na kumzalishia kemikali au homoni ya upendo na homoni ya furaha ambayo ni oxytocin. Sasa mara nyingi njia nzuri, unaweza kumkumbatia mtu kwa sekunde 20, lakini kumbatio lio la heshima kama hauna mahusiano ya ndani zaidi. Lakini njia nyingine unaweza kuwa labda unamgusa labda bega unapokuwa unaongea jambo fulani, au unamshika mkono pale unapo labda kumsaidia labda kumvusha barabara, pale unakuwa unatengeneza mzalishaji wa oxytocin, kwa sababu mguso wote kisayansi unazalisha homoni ya oxytocin, na hiyo itatengeneza uaminifu na upendo kati yako na yule mtu ambaye wewe unampenda. Lakini jambo la tatu ni active listening, kusikiliza kwa umakini. Unajua mara nyingi watu wengi wako wanakosea. Kuna njia nzuri ya kumfanya mtu afurahi na kujisikia vizuri pale unapomsikiliza kwa umakini. Na sasa kwa mwanamke, unapompa muda wa kumsikiliza kwa umakini, anaona kwamba wewe unamuelewa na kumthamini. Sasa kuna njia nzuri za kisaikolojia za kumfanya mtu aone kwamba unamsikiliza. Unaweza kuitikia kwa nodding, kusema au unaweza ukasema maneno yake yale ambayo ameyasema ukarudia kwa ufupi. Kwa mfano labda kukwambia kazini panachosha sana, unaweza kumwambia una maana kwamba kazini leo pamekuchosha sana. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba wewe unamfuatilia na unamsikiliza. Lakini pia mtazame machoni unapokuwa unaongea naye. Hiyo ni ishara kwamba uko makini na yeye, sio kwamba eti unaongea naye unachezea simu. Unapokuwa katika hali hiyo, mwenzako ataona kwamba unamsikiliza kwa makini na atazalisha kemikali ya oxytocin ambayo ni kemikali ya uaminifu na upendo. Lakini jambo la 4 ni kushiriki shared laughter, yani kucheka pamoja. Unajua mara nyingi unapokuwa unacheka na mtu ambaye wewe unampenda, ni njia nzuri sana kuzalisha oxytocin. Lakini pia sio oxytocin, pia unazalisha na kemikali inayoitwa endorphin, na yenyewe inazalishwa pale mtu anapokuwa na furaha. Sasa njia nzuri ya kumfanya mwenzako acheke na furahi, unaweza ukatumia vichekesho. Na sasa hivi vichekesho tumekuwa vingi, ukamtumia au ukamkumbushia sentensi ambayo inamfanya afurahi, au jambo lolote ambalo litamfanya yeye afurahi. Anapokuwa anacheka anazalisha kemikali ya endorphin na oxytocin, na hiyo itatengeneza muunganiko na wewe. Hata pale anapokuwa na furahi pale ambapo wewe unakuwa haupo, kwa sababu ule muunganisho wa kufurahi pamoja atakuwa na kukumbuka wewe tu. Kwa hiyo unaweza kutumia vichekesho au unaweza kutumia maneno ambayo yatamfanya mwenzako afurahi. Hapo utamfanya mwenzako azalishe kemikali ya endorphin na hiyo homoni ya oxytocin, na hiyo itatengeneza muunganiko mzuri zaidi wa mahusiano kati yako na yeye. Lakini jambo la 5 ni kutoa zawadi zenye maana, si lazima ziwe zenye gharama. Unajua mara nyingi watu wengi wako wanakosea, sio lazima utoe kitu ambacho kina gharama kubwa. Jambo la muhimu zaidi sasa kwa mwanamke ni ile hali ya kumthamini. Kwa mfano labda ishakwambia kuna rangi fulani anapenda, au kuna kazi fulani inamsumbua, ukamsaidia, hiyo itatengeneza mvuto zaidi na ataona kwamba wewe unamthamini, na hiyo itamfanya azalishe kemikali ya oxytocin ambayo ni ya uaminifu. Kwa hiyo inaweza kuwa labda kinywaji fulani ishakwambia anakipenda, au chakula fulani au nguo fulani ishakwambia anaipenda, unaweza kumnunulia ikawa kama surprise ukampelekea. Mara nyingi personalized gift ile ambayo inaonyesha kwamba ni ya mtu husika huwa inatengeneza mvuto zaidi na
mwanamke anazalisha kemikali ya oksitosini ambayo itatengeneza uaminifu na upendo, na hiyo itadumisha upendo mkubwa zaidi kwenye mahusiano yako na huyo mtu. Kwa hiyo mara nyingi sio lazima utumie vitu vikubwa sana, unaweza kutafuta vitu ambavyo anavipenda, na hiyo inaleta nguvu zaidi, kwa sababu ile hali tu ya kukumbuka, mwanamke ataona kwamba ulikumbuka na kumthamini, na hiyo itatengeneza mvuto zaidi na nguvu na kuzalisha kemikali ya oksitosini. Okay, mbinu ya tatu ni nadharia ya scarcity, yani uhaba. Unajua hii mbinu ya scarcity mara nyingi waga inatumika kwenye uchumi, yani kwamba vitu vyenye thamani kubwa mara nyingi huwa havipatikani kwa urahisi, lakini vile vitu vyenye thamani ndogo huwa vinapatikana kwa urahisi. Sasa hii mbinu pia kwenye mahusiano inatumika. Hii inatumika zaidi kwenye mahusiano ili kupunguza ile kuchokana na kuonana wa kawaida, kwa sababu mara nyingi unapokuwa unaonekana kwa mtu, unapokuwa available, mtu anakuzoea na kuona wa kawaida. Sasa mbinu hii kwenye mahusiano inakusaidia wewe kutengeneza shauku na kuongeza thamani kwa huyo mtu ambaye mnapendana kuliko kuchokana au kuonana wa kawaida. Sasa kuna mbinu unaweza kutumia hii kanuni ya scarcity ya uhaba bila kuonekana kwamba unamchezea mtu akili, yani kumfanyia mtu mind game, kwa sababu ukitumia vibaya mtu anaweza akaona kwamba umsamini na ukaharibu kabisa mahusiano. Sasa jambo la kwanza ni thamani ya muda wako, tunasema time scarcity. Unajua mara nyingi mwanamke huwa anavutiwa na yule mwanaume ambaye yuko busy na maisha yake. Unapokuwa mara zote unapatikana huko available, inapunguza kabisa ile hali ya thamani yako na shauku ya kutaka kuwa na wewe. Sasa njia nzuri, kwa mfano labda kuna kitu nakifanya au kuna mambo fulani nafanya, hemu yamalizia afu baadaye ndio uje umtafute. Lakini ukiwa unaacha ratiba zako, unaacha mipango yako, unamtafuta, kikawaida mwanamke atapoteza ile mvuto wa kuona kama wewe kuwa na wewe ni ile hali ya tuzo au kama zawadi, lakini ataona kuwa na wewe ni kitu cha kawaida, na hiyo itapoteza kabisa mvuto wa mahusiano. Kwa hiyo kwa mfano labda una kazi unaifanya, hebu imalizie, usio mwepesi wa kujibu message ya haraka, unaacha shughuli zako, unamtafuta, unakuwa available muda wote, unapunguza kabisa mvuto wa mahusiano. Lakini jambo la pili ni fear of missing out, FOMO. Mara nyingi si binadamu waga tunapata msukumo wa kutaka vitu ambavyo tunaviona vinaweza kupotea. Sasa hii unaitumiaje kwenye mahusiano ili kujenga mvuto wa mapenzi? Mara nyingi usiwe mwepesi kuelezea kila kitu chako, kwa sababu unapokuwa mwepesi kuelezea kila kitu chako kwa mwanamke, mara nyingi napoteza mvuto. Kuwa na siri katika maisha yako, kwa mfano unafanya nini, uko wapi. Hiyo hali ambayo inakuwa siri inamfanya mwenzako aanze kufikiria zaidi na anakuwa na shauku ya kutaka kujua kitu gani kinaendelea kwako. Lakini unapokuwa unaelezea kila kitu cha kwako, kila kitu kinavyoendelea au mpango wako inavyoendelea, mara nyingi sasa binadamu mara nyingi tunapenda kujua vile vitu ambavyo hatuvijui, tuvielewe. Lakini kama kitu kinajulikana vizuri, maana yake unapoteza kabisa ule mvuto wa kutaka kujua au shauku ya kutaka kujua, na hiyo itapoteza kabisa mvuto wa mahusiano. Lakini jambo la tatu ni kanuni ya prestige na availability. Unajua hata kwenye jamii vile vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, thamani yake huwa inashuka. Ndio maana dhahabu sio rahisi kuipata, ndio maana thamani yake iko juu zaidi. Sasa kwenye mahusiano, njia nzuri zaidi, unapokuwa na mpenzi wako, mpe attention 100%, ongea naye, mpe umakini. Lakini unapokuwa mbali naye, punguza ule ukaribu. Hiyo itatengeneza shauku ya yeye kutaka kujua kipi kinaendelea kwako na kutaka kuwa karibu na wewe tena. Lakini ukiwa available zaidi, inapoteza kabisa mvuto na ile hali ya shauku ya yeye kuanza kufuatilia kuhusu wewe inapotea kabisa, na hiyo itaharibu kabisa ile ladha ya mahusiano. Lakini jambo la 4, epuka over validation, yani sifa kupitiliza. Mara nyingi unapokuwa unamsifia mwanamke mara kwa mara, ataanza kuchukulia kama kawaida. Lakini unapokuwa unatoa sifa kwa vipindi maalum au kwa kitu ambacho kinauhalisia, kwa mfano kama kweli kapendeza, mara nyingi itamtengenezea kuanza kuthamini zile sifa zako, na ataanza kuzifanyia kazi kila anapozipata, na ataanza kujiboresha na kufanya juhudi ili azipate tena. Lakini unapokuwa unazitamka mara kwa mara, zinapoteza kabisa uzito. Unakuta mtu anasifia hata kama hakuna kitu cha uhalisia kwamba yeye amependeza, lakini mtu unakuta anasifia. Hiyo inapoteza kabisa ile sifa ya ubora wa sifa zako. Kwa hiyo sifia vile vitu vya muhimu zaidi, na sifa zako zisiwe kwa wingi zaidi. Hiyo itaongeza mvuto zaidi wa yeye kutaka kupata hizo sifa zako. Lakini jambo la 5, kuwa na maisha nje ya mahusiano. Unajua watu wengi wako wanakosea, anapoanza mahusiano huwa anaacha mambo yake kabisa yale yako anafanya. Unajua mara nyingi mwanamke anampenda mtu, hii ni kisaikolojia, yule mtu ambaye yuko busy na maisha yake. Na mara nyingi mwanamke anapokuona uko busy na maisha yako, malengo yako, mpango yako au mambo yako unayofanya na unafurahia,
anakuwa na shauku ya kutaka kuingia katika cycle ya maisha yako. Lakini unapokuwa unamganda, unapokuwa karibu naye, unapoteza kabisa ule mvuto wako. Kwa hiyo kama ulikuwa na ratiba ya kufanya mazoezi, ulikuwa na ratiba labda ya kufanya vipindi vyako, au ulikuwa na ratiba ya kufanya jambo fulani ambalo la muhimu kwako, fanya. Unapotengeneza hiyo hali, na hiyo itakutengenezea ile hali ya kuwa scarcity, yani kutokupatikana mara kwa mara, na hiyo itatengeneza mvuto zaidi, kwa sababu mwanamke anapenda mtu ambaye ana malengo na ana mipango mikubwa, na atatamani kujua kitu gani ambacho kinaendelea kwako, na atatamani kuja ili kuingia katika huo mzunguko wako, na hiyo itatengeneza mvuto zaidi wa mahusiano. Sasa angalizo muhimu, hii mbinu ya scarcity ni mbinu nzuri zaidi, lakini ukiitumia vibaya inaweza ikaharibu kabisa mahusiano, kwa sababu mwanamke ataona kwamba haumthamini. Jambo zuri ni ile hali ya kuitumia mbinu hii kutengeneza shauku. Itumie vizuri kwa lengo zuri, na ili ifanye kazi vizuri lazima kweli wewe unaonekana kweli wewe uko busy. Yani tafuta shughuli ambazo zitakufanya wewe uwe busy na mambo yako. Lakini ukiwa unamfanyia mtu makusudi akaja agundua kama umemfanyia mtu makusudi, ataharibu kabisa mahusiano na wewe. Kwa hiyo tafuta vitu ambavyo vitakufanya uwe busy, tafuta shughuli ambazo zitakufanya uwe busy, na hiyo itatengeneza shauku na upendo zaidi na huyo mtu ambaye wewe unampenda. Sasa mbinu ya 4 ni asali ya Ben Franklin. Sasa hii ni mbinu yenye nguvu zaidi katika saikolojia, kwa sababu inabadilisha kabisa mtazamo wa binadamu. Binadamu wote waga wanaamini kwamba wote tunawasaidia wale watu ambao tunawapenda. Lakini Ben Franklin alibadilisha kabisa mtazamo kwamba unapomsaidia mtu tayari huyo mtu ni lazima unampenda, kwa sababu pako unamsaidia wanawake unampenda. Lakini asilimia kubwa watu wengi wanaamini kwamba unamsaidia mtu paka yule mtu ambaye unampenda tu, lakini kile kitendo cha kumsaidia tu mtu tayari huyo mtu unampenda. Sasa hii kwenye mahusiano ni nzuri, kwa sababu inakusaidia yule mtu ambaye unampenda na yeye aanze kuinvest kwako, kwa sababu pale anapoanza kuinvest kwako na kukusaidia jambo lolote hata kama ni dogo, tayari unamtengenezea mazingira ya kuanza kuona wewe ni wa muhimu kwake. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo unaweza ukatumia hii mbinu ya Ben Franklin na ikaboresha kabisa mahusiano yako na wewe mtu ambaye unampenda. Sasa tuangalie jinsi inavyofanya kazi na jinsi gani ambayo unaweza kuitumia ili kuongeza mvuto kwenye mahusiano. Sasa jambo la kwanza kabisa ni sayansi ya cognitive dissonance. Unajua mara nyingi unapokuwa umemfanya mtu akusaidia kitu, hata kama hakupendi, unamtengenezea mgongano kwenye akili yake, kwa sababu mara nyingi mtu hawezi kushikilia vitu viwili kwa wakati mmoja, kwa sababu hata kama hakupendi, lakini ile hali tu ya yeye kukusaidia inamtengenezea mgongano wa kiakili. Kwa mfano mwanamke anapokusaidia jambo, tayari utamtengenezea mgongano kwenye akili yake, na mwisho wa siku atahitimisha kwamba huyu mtu nimemsaidia kwa sababu ni wa muhimu kwangu na ni mtu ambaye ninamthamini. Sasa jambo la pili, tuangalie jinsi ya kutumia kanuni hii ya Ben Franklin. Jambo la muhimu kabisa, unatakiwa ufanye maombi ya fadhila ndogo. Inaweza kuwa kuomba ushauri, unaweza kumwambia naomba unishauri kuhusu kununua labda hii nguo, au unaweza kumwambia samahani naomba unishikie simu ili nifunge viatu, au unaweza kumwomba ushauri ya project ambayo unaifanya. Kwa sababu mara nyingi ile hali tu ya yeye kuanza kuinvest, kuanza kukushauri, tayari unamtengenezea cognitive dissonance, yani mgongano wa kiakili, kwa sababu mtu yote hawezi kumsaidia mtu ambaye hampendi. Kwa hiyo ile hali ya kuanza kusaidia na kuanza kushirikiana na jambo lako itamtengenezea mgongano wa kiakili, na mwisho wa siku atahitimisha kwamba huyu mtu nimemsaidia kwa sababu ni mtu wa muhimu kwangu. Lakini jenga hisia za kuhitajika. Kisaikolojia watu waga wanapenda wale watu ambao wanawafanya wajihisi wao wana thamani. Kwa hiyo unapomwomba ushauri au unapomwomba jambo lolote akusaidie, tayari unamtengenezea mazingira ya kumuona kwamba yeye ni mtu wa thamani. Unaweza kumwambia nisaidie hili jambo maana wewe una akili zaidi katika jambo hili. Kwa hiyo unamfanya mtu aone kwamba wewe unamthamini, na hiyo inaleta mvuto mkubwa zaidi kati yako na huyo mtu. Lakini usiwe mtoaji pekee. Watu wengi wao wanakosea sana wanaume. Anakuwa anatoa vitu vingi akiamini kwamba ndivyo atamshawishi mwanamke ampende zaidi. Sasa kanuni hii iko tofauti kabisa. Lengo ni kumfanya na yeye aanze kuwa invested na wewe, kwa sababu unapoanza kutoa zaidi, yeye hataweza kuinvest kwako. Kwa sababu kama tulivyosema, kanuni ya Ben Franklin inasema mtu mpaka unamsaidia maana yake huyo mtu ni wa muhimu kwako. Kwa hiyo mfanye naye aanze kuinvest. Unaweza kumuomba labda ushauri, au unaweza kumuuliza kama labda umeshazoea kumtoa labda out, kumpeleka sehemu kwenda kula, unaweza kumwambia leo naomba uchague wewe sasa nikupeleke sehemu gani. Ile hali ya kumfanya naye aanze kutumia muda wake au kufikiria kwanza kuinvest kuhusu wewe, hiyo ndio itatengeneza mvuto zaidi, kwa sababu watu huwa wanapenda wale watu ambao wanawafanya wajihisi kuwa wao ni wa thamani.
Lakini jambo la tano ni uwiano, yani reciprocity. Sasa hii kanuni ili ifanye kazi vizuri, usiwe tu wewe ndo unaomba msaada kila mara. Utaonekana kama ni mvivu au mzigo kwa mtu huyo. Jitahidi ubalance. Yani lengo ni kumfanya naye aanze kuwa invested, lakini usizidishe kwamba wewe unakuwa unaomba sana. Utaonekana kwamba wewe sasa unakwaza au mzigo au mtu mvivu ambao hujui majukumu yako. Kwa hiyo lengo la hii mbinu ni kumfanya naye aanze kuwa invested, kwa sababu ibadilishe ule mtazamo kwamba tunamsaidia mtu ambaye tunampenda. Sasa jambo la kuzingatia na la muhimu zaidi, binadamu waga wanathamini kile kitu ambacho wamekifanyia kazi au kukiwekea juhudi. Kwa unapompa mtu nafasi ya yeye kuwekeza kwako, tayari unamtengenezea ile namna ya ownership ya hisia zako kwake, na unampa ile haki miliki ya yeye kwako. Sasa hiyo itamfanya yule mtu akupende zaidi na kuona kwamba yuko sehemu ya maisha yako. Sasa mbinu ya tano ni mbinu ya masturbation of arousal, yani msisimko wa kimazingira. Sasa hii mbinu ni mbinu ambayo ilifanywa utafiti na ina nguvu sana katika saikolojia ya mahusiano. Sasa hii ilifanywa na wanasayansi Dutton na Arrow mwaka 1974. Walifanya utafiti wakagundua kwamba ubongo wa binadamu waga unafanya makosa kwa kutafsiri pale ambapo mwili umepitia msisimko au mazingira ambayo yatamfanya mtu aanze kusisimka, mapigo ya moyo kwenda mbio, kutetemeka, kujisikia wasiwasi. Ubongo wako unafanya makosa kwa kuunganisha ile hali kama ile hali ambayo inamtokea mtu anapovutiwa na mtu fulani. Sasa hii unaweza kuitumia kwenye mahusiano, kwamba unaweza kutengeneza mazingira wewe mtu ambaye umevutiwa naye, ukamtengeneza mazingira naye akapitia hiyo hali ya msisimko, hali ya kumfanya mapigo ya moyo yaende mbio, au hali ya kujisikia yani kitu tofauti kimetokea kwake, yani ile hali ya kumfanya awe attention, ikamtafsiria kwamba ile hali ni sawa na mvuto wa kimahusiano na wewe. Sasa unaitumiaje? Jambo la kwanza utakuwa kwanza ufahamu sayansi ya adrenaline na mapenzi. Unajua pale mtu anapopata msisimko au wasiwasi, huwa anazalisha kemikali ya adrenaline ambayo inamsaidia mtu kupambana au kukimbia. Lakini pia anazalisha na kemikali ya dopamine, kemikali ambayo inampa furaha. Sasa unapomtengenezea mtu mazingira ya msisimko au wasiwasi, inampa tafsiri au ubongo wake una tafsiri kama upo naye karibu, kwamba ile hali imetokea kwa sababu ya kuvutiwa na wewe. Sasa hii waga ni tuseme ni madhaifu ya ubongo, kwamba badala ya ubongo uunganishe ile tukio lilotokea, lakini una tafsiri tofauti kwamba ile tukio lilotokea ni sawasawa na msisimko wa mvuto wa kimapenzi na huyo mtu. Yaani kwa lugha rahisi ili uelewe kwamba unajua unapomuona mtu unayempenda, si waga unashtuka, unapata wasiwasi, unajisikia labda muoga. Sasa imekuja kufanywa utafiti kwamba ile hali pia ikitokea labda umepitia mazingira fulani ukapata hali hiyo, ukawa na mtu ambaye uko naye karibu, ile hali unaunganisha na mtu huyo. Yaani unajikuta umevutiwa na huyo mtu automatic, kwa sababu ya ubongo wetu unashindwa kutafsiri tofauti na ile hali ambayo imetokea. Yaani unafananisha hizo hali mbili. Sasa unaweza kupitia huo mpenyo ukatumia mbinu hii. Sasa jinsi ya kuitumia, unaweza kutumia kwenye mwanzo wa miadi, yani ile first date, ukafanya date za kusisimua. Unaweza kumpeleka kwenye movie, zile movie za thriller zile za kutishatisha, au movie za mapigano, ile hali ya kumfanya aanze kuogopa, kusimuka, na ukiwa karibu naye itaanza kuleta tafsiri ya mvuto wa mapenzi. Inaweza kuwa michezo ya kasi au matukio labda ambayo yanamfanya yeye akasimuka au akafurahi zaidi au akashtuka, au kujaribu kitu kipya kabisa ambacho hamjawahi kukifanya, ambayo kinamfanya mtu awe attention na kuwa makini zaidi. Lakini pia jambo jingine ni kufanya mazoezi pamoja. Unapofanya mazoezi pamoja, kwa mfano ile date exercise, inamfanya mapigo ya moyo yanaenda mbio zaidi, anakuwa amesisimka. Sasa ukiwa karibu naye, ubongo wake unatafsiri kwamba ule msisimko ni sawasawa na mvuto wa kimapenzi na wewe. Lakini jambo la tatu, jenga mazingira asili au nje ya kawaida. Mara nyingi zile surprise pia na zenyewe wakati zinazalisha msisimko na ile hali ya mtu kuwa tofauti. Sasa hizo zinaweza kutengeneza pia ile hali ya mvuto wa kimahusiano. Mara nyingi mtu kimfanyia surprise anapata msisimko, anashtuka. Sasa ile hali ambayo inamtokea itatengeneza ule mvuto wa kimahusiano ambao ubongo wake unafanya mistake ya kutafsiri. Sasa unaweza kutumia hiyo opportunity ili kuongeza mvuto wa mahusiano na wewe mtu ambaye unampenda. Lakini jambo la 4 ni faida ya kushirikiana kwenye changamoto. Kwa mfano labda mkiwa kwenye changamoto fulani, labda mmepotea njia pamoja, mkaipata njia, au mmeenda sehemu labda mkapitia changamoto labda ya mvua, mkiwa pamoja afu baadaye mvua ikaisha, pia na yenyewe inatengenezaga msisimko. Na kama ukiwa karibu naye, ubongo wako utatafsiri kwamba ile hali ya kusisimka ni sawasawa na mvuto wa kimahusiano ambao
upo na mtu ambaye anampenda. Kwa hiyo itakutengenezea mazingira ya yeye kukupenda zaidi bila hata yeye kujua kwa nini kimetokea. Hii ni sayansi kabisa kwamba binadamu huwa anatengeneza mazingira ya msisimko wa mvuto wa kimapenzi sawa sawa na yule msisimko wa kawaida ambao anapitia kwenye mazingira fulani. Sasa mbinu hii isitumiwe kutengeneza mazingira hatari kabisa ambayo ni halisi, ambayo yatamfanya mtu akose amani. Hapo utabadilisha kabisa lengo la mbinu hii. Lengo liwe tu ni mbinu ya kawaida ambayo itamfanya mtu asisimke ili kuongeza mvuto wa kimapenzi na wewe. Na ukitumia vibaya inaweza karibu kabisa kanuni hii. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hebu niambie katika comment section ni sehemu gani ambayo umejifunza zaidi. Lakini pia kama una swali unaweza ku comment sehemu ya comment section na mimi nitakufafanulia vizuri zaidi. Usisahau kulike